Waheshimiwa wabunge, tumefika mwisho wa kikao chetu cha leo. Kimekuwa na mambo mengi na mimi napenda niwakumbushe waheshimiwa wabunge taratibu zetu na kanuni ambazo zinatuendesha. Waheshimiwa wabunge, kwanza kabisa masuala ya utaratibu yanaomba kwa mujibu ya kanuni ya 74 kuanzia 78 moja fasili ya kwanza, na ili uweze kwenda kwenye utaratibu manake kuna jambo ambalo limevunjwa au kuna kanuni ambayo imevunjwa. Kwa hiyo unakwenda kwenye kanuni ya 74 na kuangalia yale mambo. Kwa hiyo kulikuwa na ombi la utaratibu kuhusiana na kanuni ya 74 fasili ya kwanza kuhusiana na maneno ambayo yanaonekana hayakuwa ya kweli. Na utaratibu wetu ni kwamba mtu anayeona kanuni imevunjwa anasimama na kuomba kusema kuhusu utaratibu. Na akisha sema kuhusu utaratibu, ni jukumu la kiti kutoa maelekezo. Kwa mujibu wa kanuni ya 78(4), nitaisoma kwa sababu nimetoa maelekezo kwamba swala la utaratibu lililoombwa litajadiliwa baadaye. Kwa mujibu wa kanuni yetu, spika anaweza ama papo hapo kutoa uamuzi wake juu ya jambo la utaratibu lililotajwa au kuahirisha uamuzi ili afikirie zaidi jambo hilo na kutoa uamuzi baadaye, au kutoa uamuzi na baadaye kutoa sababu za uamuzi huo, au vyovyote atakavyoamua. Waheshimiwa wabunge, nimeamua nilivyoamua. Ya pili, kulikuwa na swala la taarifa. Tunakumbushana taarifa. Kuna taarifa nimezikataa hapa na misingi ya kanuni zetu. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, taarifa inakuwa govern na kanuni ya 80 fasili ya kwanza. Mbunge yeyote anaweza kusimama mahali pake kusema taarifa kwa ruhusa ya spika. Atatoa taarifa au ufafanuzi kwa muda usiozidi dakika 2 kwa mbunge anayesema, ambapo spika atamtaka mbunge anayesema aketi kusikiliza taarifa hiyo. Kumbukeni, ni kwa ruhusa ya spika. Kwa hiyo sianze kusema kuna taarifa bado moja, taarifa 3. Ni kwa ruhusa ya spika. Sasa spika hajaachiwa afanye mambo ovyo ovyo, naye anakuwa govern na kanuni hizi. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, kanuni ya 81, uamuzi wa spika kuhusu lolote la utaratibu, mwongozo au taarifa, uamuzi wa spika utakuwa wa mwisho. Spika akishaamua ameamua, lakini bado tunapewa guidance nyingine kama kiti. Kanuni ya 85, spika atakuwa na wajibu wa kuhakikisha kuwa utaratibu bora unafuatwa bungeni. Kwa hiyo kiti kikiamua kwamba taarifa hizi zisiendelee, manake nime exercise judgment na nikaona haitakuwa utendaji bora wa bunge kuacha wabunge wanapeana taarifa wao kwa wao wawili. Ndio maana nimezikataa baadhi ya taarifa katika bunge hili. Baada ya kusema hayo, nasitisha kikao cha bunge mpaka kesho tarehe 17 Juni saa 3 asubuhi.